Kufikiria sifa za huruma. Ni ya muhimu sana ya kufikiria na kubaliana na mazoezi haya ni kutumia mbinu ambazo waigizaji hutumia. Ikiwa ungekuwa mwigizaji unayejifunza kuigiza, ungezingatia vipengele muhimu vya mhusika. Hii inaweza kuwa hisia ya hasira, huzuni, wasiwasi, furaha au bila shaka huruma. Kama mwigizaji mahiri anachoweza kujaribu na kufanya kitakuwa kuda uzoefu huyo ndani yako. Jaribu kuwa au kuwa mhusika huyo. Hii kutoka ndani kwa muda mfupi. Ili kufanya hivi unaweza kuzingatia jinsi mhusika huyu anavyofikiri na kuona ulimwengu, sauti ya mhusika, misimamo na jinsi mtu huyo anavyosimama na kusonga, aina za mambo anayosema na jinsi anavyosema. Tabia tunayokwenda kuwa hapa ni ya huruma. Hii ni sehemu yetu tunayotaka kulisha na kuendeleza. Kwa hivyo, kufanya hivi kutafikiria kuwa sisi ni mtu mwenye huruma na kufikiria kwa na sifa na tabia fulani. Katika akili zetu, tutafikiria kuwa tuna sifa hizi. Tafuta mahali, unaweza kukaa kimya na utasumbuliwa na uzingatie kupumua kwako kwa utulivu. Wakati unapojisikia kuwa mwili wako, umejirekebisha hata kidogo tu na uko tayari kwa mazoezi yako. Jiwaze kuwa mtu mwenye huruma sana. Fikiria sifa zote ambazo ungependa kuwa nazo kama mtu mwenye huruma. Kwanza, zingatia hamu yako ya kuwa mtu mwenye huruma na kuwa na uwezo wa kufikiria, kutenda na kuhisi kwa huruma. Kisha hapo, jiwaze mwenyewe na kila moja ya sifa hizi. Tutaanza na hekima, au unaweza kupendelea kuanza na upendo. Jiwaze ukiwa na busara na hekima inayotokana na kuelewa kwamba maisha yetu yanaweza kuwa magumu, kwamba kuna mambo mengi yanayoendelea ndani ya akili na mili yetu ambayo si kosa letu. Tumia muda kwa hili. Kisha unapokuwa tayari na kuwa na hisi ya hekima yako. Kwa sababu ya ufahamu wako ruhusu asili ya mateso. Kwanza kufikiria kuwa na nguvu, ukomavu, mamlaka. Chunguza mkao wa mwili wako. Kuketi au kusimama kwa ujasiri na kwa hubutu. Sura za uso wako, kumbuka unajiwazia kama mtu anayeelewa matatizo ambayo tunakalimiana nayo kama mwanadamu. Kwa njia isiyo ya kuhumu, mtu ambaye ni nyeti na uwezo. Kuvumilia matatizo. Unapokuwa tayari, endelea kuzingatia sifa za upendo,
urafiki wa upole. Fikiria kuwa wema na fadhili. Unda usemi wa huruma kwenye uso wako. Fikiria mwenyewe. Ukizungumza na mtu na usikie hali ya sauti yako, fikiria kumfikia mtu kwa uchangamfu na kujua jinsi hiyo unaweza kuwa. Kisha wakati uko tayari, kwanza kufikiria hii ya maajabu. Fikiria kwamba umepoteza hamu ya kukosa na kula na sasa unataka kufanya bora uwezi ili ukijisaidia na mwengine kusonga mbele katika hali ambao mara nyingi ni ngumu. Sikiliza uso wako na huruma na upole. Zingatia kujitolea kwa kuwa na huruma na ujiendeleze kwa njia hii. Kumbuka, haijalishi kiwa unahisi una sifa hizi au la. Fikiria tu kuwa una wazo. Tazama akilini mwako mwenyewe unazo na ufanye kazi kwa uthabiti, kwa uchezaji na pole pole. Wakati mwingine tunaona jinsi kila ubora unaweza kuathiri miili yetu tofauti. Kumbuka kwamba unaweza kupata ladha la mambo kwa sababu akili yako inatangatanga au huwezi kuzingatia.